Kundi la wanamgambo wa Hamas limefanya mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel siku ya Alhamis, ikiwa ni mara yao ya kwanza kujibu mashambulizi mapya ya Israel katika ukanda wa Gaza. Hatua hiyo inakuja baada ya Israel kuanzisha upya operesheni zake za kijeshi, hali iliyovunja usitishaji mapigano wa miezi miwili kati ya pande hizo mbili. Israel ilianza mashambulizi yake Jumanne kwa kufanya mashambulizi makali ya anga kabla ya kutumia vikosi vya ardhini Gaza siku iliyofuata. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Palestina, zaidi ya watu 500 wameuawa tangu mashambulizi hayo mapya yaanze, wakiwemo watoto 200. Jeshi la Israel liliripoti kuwa Hamas ilirusha makombora matatu kuelekea Israel ya kati, ambapo moja lilidunguliwa na mfumo wa ulinzi wa anga wa Israel, huku mawili yakianguka katika maeneo yasiyo na makazi ya watu na hakuna majeruhi walioripotiwa. Kikosi cha kijeshi cha Hamas, Al-Qassam Brigades, kilithibitisha mashambulizi hayo kupitia taarifa, kikisema kimerusha makombora ya M90 katika jiji la Tel Aviv kama kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Israel. Hamas imesema kuwa mashambulizi hayo ni majibu ya kile wanachokiita mauaji ya halaiki yanayofanywa na Israel dhidi ya raia wa Palestina huko Gaza. Mbali na mashambulizi ya Hamas, Israel pia imekuwa shabaha ya mashambulio kutoka kwa waasi wa Houthi wa Yemen, ambao wanadaiwa wamerusha kombora la masafa marefu kuelekea Israel. Kundi hilo linaloungwa mkono na Iran limesema shambulio hilo ni hatua yao ya kupinga vita vipya dhidi ya Israel katika Gaza. Hii ni mara ya pili Houthi kurusha makombora tangu kusambaratika kwa usitishaji mapigano. Jeshi la Israel limeripoti kuwa kombora hilo lilidunguliwa kabla ya kufika kwenye ardhi ya Israel. Israel inawalaumu wanamgambo wa Hamas kwa kuanzisha upya mapigano kwa kukataa masharti mapya ya usitishaji mapigano. Serikali ya Netanyahu inadai kuwa Hamas imekuwa ikichelewesha makubaliano na badala yake kuendeleza mashambulizi. Hata hivyo, Hamas imemshutumu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa kuvuruga makubaliano ya amani kwa makusudi na kuhatarisha maisha ya mateka walioko Gaza. Katika hali nyingine, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekabiliwa na maandamano makubwa mjini Jerusalem, ambapo maelfu ya waandamanaji walikusanyika nje ya bunge la Israel kupinga kuanzishwa upya kwa vita dhidi ya Hamas. Waandamanaji hao wanamtuhumu Netanyahu kwa kuanzisha upya mashambulizi ili kuimarisha muungano wake wa kisiasa ambao umekuwa ukikumbwa na mgawanyiko mkubwa kuhusu namna ya kushughulikia migogoro wa Gaza. Waandamanaji wamesema kuwa hatua ya Netanyahu kurejea vitani inahusiana zaidi na siasa za ndani, huku akijaribu kuokoa muungano wake wa kisiasa ambao umekuwa ukitetereka kutokana na mgawanyiko wa kisera juu ya vita hivyo. Mara baada ya mashambulizi makali ya anga Jumanne, waziri wa usalama wa taifa wa Israel Itamar Ben-Gvir alitangaza kurejea katika muungano wa Netanyahu. Ben-Gvir, ambaye anatoka katika mrengo mkali wa kulia wa siasa za Israel, alikuwa amejiuzuru Januari mwaka huu baada ya Israel kukubaliana na Hamas kuhusu kusitisha mapigano. Katika mkutano wa Wizara ya Usalama wa Taifa siku ya Alhamis, Ben-Gvir alisema, "Nina furaha kurejea baada ya miezi miwili ya mapumziko. Kurudi kwake serikalini kunampa Netanyahu nguvu zaidi kisiasa, hasa kwa kuwa anahitaji kupitisha bajeti ya Israel kabla tarehe 31 Machi ili kuepuka uchaguzi mpya." Wakati mgogoro huu ukiendelea, vikosi vya Israel vinaendelea kufanya mashambulizi makubwa katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa maafisa wa Palestina, mashambulizi yaliyofanywa na Israel tangu Alhamis asubuhi yamewaua angalau watu 85, huku idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka kwa kuwa watu wengi bado wamekwama chini ya vifusi vya majengo yaliyobomolewa. Jeshi la Israel limetangaza kuwa limerejesha udhibiti wa koridoni ya Netzarim, eneo lenye ardhi iliyogawanywa Gaza katika sehemu mbili. Hatua hii ina maana kuwa Gaza City na maeneo ya kaskazini yatakuwa yametenganishwa na sehemu za kusini zinazoelekea mpaka wa Misri, hali inayoweza kuzuia harakati za wakazi wa Gaza na kuongeza mateso kwa raia waliokwama katika eneo hilo. Huku hali ikiendelea kuwa mbaya, mashirika ya misaada ya kibinadamu yameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu maisha ya raia wa Gaza, wakionya kuwa huenda hali ya kibinadamu ikazidi kuwa mbaya zaidi ikiwa mapigano haya hayatakoma hivi karibuni. Mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa ambayo inahusu
wanamgambo wa Hamas ambao wameweza kulipiza kisasi kwa Israel baada ya kuweza kufanya mashambulizi. Lakini katika mashambulizi ambayo wameweza kufanya kwa kutumia makombora ya M90 ambayo wameweza kuyarusha hadi Israel, jeshi la Israel kupitia idara yake ya ulinzi na usalama imeweza kutoa taarifa kwamba makombora mawili yalifanikiwa kufika katika ardhi ya Israel, ambapo lakini hajaleta madhara makubwa. Na wamesema kwamba kombora moja ambalo waliweza kulizuia kupitia mifumo ya ulinzi ya anga ya Israel. Na hii ni hatua ya kwanza kabisa ya jeshi la Hamas, wanamgambo wa Hamas hawa kuweza kulipiza kisasi. Hawa ni wa Palestina ambao wameonekana wazi kabisa kwamba wamechoshwa na kile ambacho jeshi la Israel limeweza kufanya baada ya kuweza kufanya mashambulizi ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 500 siku ya Jumanne, lakini vile vile katika 500 hao watu 200 wakiwa ni watoto ambao wameweza kupoteza maisha. Sasa Netanyahu anatuhumiwa pia kuanzisha vita hivi baada ya maandamano makubwa ambayo yameweza kufanyika nje ya bunge la Israel, wakitaka kwamba Netanyahu aweze kuacha kabisa kuendeleza vita hivi. Raia wa Israel hawatamani kuona hiki ambacho kinatokea katika ukanda wa Gaza, ambapo ni kama vile wanawekwa wao katika utata mkubwa, kwa sababu maelfu ya watu ambao waliuawa Oktoba 7 mwaka 2023 katika shambulio la Hamas iliweza kusababisha hofu kubwa sana mwa raia wa Israel, kwa sababu watu wengi walipoteza ndugu zao, familia nyingi zilipoteza watu ambao walikuwa wanawategemea kwa namna moja ama nyingine. Taifa la Israel imeingia katika kumbukumbu nzito ya vizazi na vizazi kwa kuweza kufanya maadhimisho ya siku hiyo ambayo ni kama vile waliweza kushtukizwa hivi kwa shambulizi ambalo Hamas waliweza kulifanya. Kwa hiyo hiki ambacho kinatokea hapa, raia wa Israel hawapendezwi nacho, na ndio maana wanazidi kumshinikiza waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aweze kuacha hiki ambacho anakifanya. Sasa kama Hamas wameweza kulipiza kisasi kwa Israel, ni kama vile mambo yatazidi kuibuka upya, kwa sababu jeshi la Israel pia litaweza kufanya mashambulizi mengine katika ukanda wa Gaza, ambapo kila kukicha mzozo unazidi kuwa mkubwa na maisha ya watu wa Palestina yanazidi kuwa magumu katika ukanda wa Gaza, ambapo walitarajia labda amani ingeendelea baada ya vita kuweza kusitishwa katika siku 60, lakini Hamas ilionekana kwamba imekiuka makubaliano ambayo walikuwa wamewekeana na Israel kwamba kuachia mateka kwa wakati, lakini ikaonekana kuna ugumu kidogo na utata wa kuweza kuachia mateka. Ndipo ambapo waziri mkuu wa Israel alipoamuru jeshi la Israel kuendeleza mashambulizi katika ukanda wa Gaza hadi hivi sasa, ambapo mashambulizi haya yanazidi kuleta sitofahamu kubwa na wasiwasi mkubwa baina ya raia wa Palestina, lakini vile vile hata Israel wenyewe raia wake pia wamekuwa na wasiwasi mkubwa, hofu ikitanda kwamba huenda mashambulizi zaidi yakaelekezwa kwao, kwa sababu Israel anapambana na Wahuthi wa Yemen ambao nao wanaisaidia Hamas, lakini vile vile hata Hamas wao pia wanapambana kwa ajili ya kuweza kudefend Gaza yao. Sasa tufuatilie kila siku hapa Zone Media kwa taarifa zijazo, kwa kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.